tunayo ajenda ya kitaifa ambao ni uchaguzi mkuu wa kitaifa. Pamoja na mambo mengine, tunawahimiza wanachama wetu waweze kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao wa 2025 kama kutimiza haki yao ya kiraia, lakini pia haki yao ya kikatiba. Na tunawahimiza washiriki, lakini pia waweze kusaidia kuchagua viongozi bora ambao wana uadilifu, wana maadili, kuhakikisha kwamba wanatusaidia kukusanya mapato ya serikali kwa ajili ya maendeleo na mustakabali mzima wa taifa. Kama sisi Chama cha Watumishi wa Mamlaka ya Mapato ambao tuko kwenye masuala ya mapato, swala mapato sisi kwetu ni la muhimu na kimkakati. Kwa hiyo tunawahimiza viongozi wetu wanaporudi kwenye matawi, kwa sababu tuna matawi nchi nzima, waende kuhamasisha pia wafanyakazi wenzetu wakapige kura kama nilivyokwisha sema, lakini pia watuletee viongozi ambao wataweza kusaidia kuendeleza gurudumu la kwetu kwa kukusanya mapato, lakini pia kuisaidia serikali kuweza kupata viongozi bora. Tunakutana ili kuweka msisitizo kuhakikisha kwamba malengo tunayowekea sisi pamoja na mwajiri wetu tunayatimiza, kwa sababu sisi ndio watendaji katika mamlaka ya mapato. Na kama nilivyosema, tunakusanya viongozi kutoka matawi yote ya nchi nzima. Kwa hiyo ujumbe tunaotoka nao hapa unaenda kusambaa miongoni mwa wafanyakazi wetu, kwa maana kwamba unapelekwa na hawa viongozi tulionao hapa. Katika kipindi chetu cha miaka 5 ya uongozi tumekuwa na vipindi mbalimbali, tumekuwa tuna fursa mbalimbali, changamoto mbalimbali, lakini kubwa tumeona mambo mengi yakitokea katika nyanja nzima hii au sekta hii ambayo tupo, tukiwa tumeona namna gani mapato ya serikali yanaboreka kulingana na utendaji uliotukuka wa watumishi katika sekta hii. Na pamoja na hayo, tunajua changamoto zipo, lakini zimeendelea kukabiliwa na tumekuwa tukimsaidia mwajiri wetu kuweza kukabiliana na hizo changamoto, kwa sababu bado kama watumishi tunaamini kwamba uadilifu ndio nyenzo yetu, na tumeendelea kupeana elimu jinsi ya kuboresha uadilifu na maadili katika eneo hili ili kuboresha mapato ya serikali na kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Hao viongozi watakaopatikana wanaweza kusimamia vizuri maslahi bora ya wafanyakazi Tanzania. Bila kufanya uchaguzi hautapata kiongozi unayemtaka. Kwa kufanya hivyo tutapata kiongozi bora na atakayeenda pia kusimamia mapato ya nchi yetu na yakatumike vizuri katika miradi ambayo ina manufaa katika nchi yetu kwa ujumla.